Kwanza kabisa pole kwa msiba wa mama. Mama yako ni mama yetu ambaye alikuwa pia si mama tu, alikuwa ni rafiki wakati mwingine, kwa sababu alikuwa anakukanya wakati mwingine, anazungumza na wewe mambo mengine ya kirafiki. Lakini mwisho wa siku tumemsitiri, na sasa tizama, familia yako pia nayo imejoin pamoja na wewe kwa ajili ya jambo hili, kukupa yoto na hatimaye maisha mengine yaendelee. Msiba huu umekuwa na chachu labda ya kutengeneza kitu fulani hivi katika familia yako kwa nafasi moja au nyingine? Unajua, ingekuwa kabla ya msiba ningeongea vitu vingi, lakini sasa hivi yani mama ana nguvu sana kwangu. Kwa yani bana, usiniongee nini. Yani sijui nianzie wapi nimalizie wapi, kwa sababu najua kila mtu ana namna yake jinsi anapopokea, lakini mimi kinachoniumiza zaidi ni kwamba yani nitammiss mama Hechi. Nitammiss mama Hechi. Hechi, pole. Ya tunafahamu namna ambavyo uchungu wa kuondokewa na mama. Anyway, uwepo wa mzazi mwenzio kwenye msiba huu pengine labda imekuja na faraja kiasi gani? Mimi namshukuru tu kwa upendo wake na wema wake. Hamisi, pole sana. Macho wana Mwanza, watu mbalimbali, viongozi wa serikali kuwepo kwenye tukio hili la kumwaga mama Hechi, umekupa faraja ya kiasi gani na maana kiasi gani ya upendo kwa watu wa Mwanza? Mimi niseme tunawashukuru tu wote waliokuja. Nashukuru sana pia kwa viongozi kuja, wananchi wa Mwanza pia kwa pamoja, wasanii wenzangu pia wa muziki, wa movie, waandishi wa habari kwa ushirikiano mkubwa kwa kumsupport Hechi baba, watangazaji wote wa Mwanza na watangazaji wote wa Tanzania kwa ushirikiano wa kufikisha taarifa hii. Ni kwamba nimefurahi leo kuona familia yangu ipo. Kwanza nimefurahi kumwona kwa sababu mama dakika za mwisho kabisa alikuwa yani anaambia namtaka Hechi, namtaka Hechi, namtaka Hechi, namtaka Hechi. Kwa hiyo ilibidi uko niondoke mbio haraka kwa sababu mama anakuita na anakuhitaji. Kwa na kingine ambacho nilichoongea naye kwenye simu, akasema naomba uwapigie wajukuu zangu niongee nao. Kwa hiyo kitu ambacho kiwezi kunitoka kwenye moyo wangu, ngumu sana. Kwa hiyo mimi nashukuru wote waliokuja, mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mtanda, namshukuru sana. Namshukuru na mkuu wa wilaya Ilemela, nashukuru sana. Nashukuru viongozi wote waliokuja. Pia nishukuru serikali yangu kwa kunitumia taarifa kwa njia ya message. Kwa mimi niseme tu ninawashukuru wote kwa support yao, na niseme tu asante. Sina cha kuwalipa zaidi ya Allah pekee, asante atawalipa. Ila kwa Tanzanite kaja kumzika bibi yake haina shida. Kwa kuwa na mama Tanzania kaja naye kumzika
rafiki yake, mimi kwangu nimefarijika kwa kweli. Kwa mimi nawashukuru sana. Uwepo wake kwa siku ya leo kama Tanzanite katika msiba huu wa mama yako mzazi, labda pengine ni safari nyingine ya kuona mahusiano yanarudi katika mstari wake, au inatafsiri nini sasa? Hapana, unajua kila mtu inabidi amheshimu mwenzie, na kila mtu inabidi aheshimu maamuzi ya mwenzie. Mimi naheshimu maamuzi yake, naheshimu maisha yake, na yeye anaheshimu maisha yangu na anaheshimu maamuzi yangu. Mimi nafurahia maisha yake, namwombea kila siku aweze kufanikiwa, kwa sababu tuna watoto. Hauwezi kumchukia mtu na kati tayari na familia. Kuna Tanzanite na Afrika yupo. Sasa ni ngumu tu kusema labda mimi leo yeye ana maisha mengine afu niseme labda arudi. Hapana, mimi namwombea tu kila laheri, kwa sababu anapambania watoto wangu, anapigana vita, anapambana kwa hali na mali. Akiwa hana atanipigia simu, lakini mara nyingi anapambana sana. Kwa mimi nampongeza kwa hilo. Siwezi kusema labda eti nimwambie rudi, hapana. Maamuzi ni ya kila mtu. Mimi naheshimu maamuzi yake na yeye anaheshimu maamuzi yangu pia. Kwa mimi namheshimu sana Flora. Ndio maana unakuta mimi ni kati ya wanaume ambao huwa sipendi kuzungumzia sana familia yangu. Huwa napenda kuzungumzia mambo yetu ya kule kimtandao basi, lakini sio familia yangu. Lakini hapa nimeongea kwa sababu upendo leo nionyesha. Unajua mama yetu kafariki jana saa 3 tu asubuhi, lakini familia ishatoka Dar es Salaam, ipo Mwanza na mimi niko hapa na tumemzika mama yetu vizuri. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe huko aliko anafurahia, kwa sababu mimi ndio nimeumia zaidi, kwa sababu bora hata Tanza ana mdogo wake, anaweza kuita mdogo wangu, na anaweza naye akaniita mimi baba. Mimi siye kuita baba maisha yangu yote, tokea nizaliwe siye kuita neno baba, na pia siye kuwa na mdogo wangu, wala siye kuwa na dada, wala mimi niko peke yangu. Hata nyumba hapo unaiona, mmeona wenyewe tu mazingira nyumba ilipo, lakini nilipambana kwa sababu ya mama. Unajua mimi na mama tumetoka mbali sana, nimekulia maisha ya shida sana. Kwa hiyo nilipambana iwezekanavyo mamangu na apate furaha na bibi yangu apate furaha. Kwa hiyo furaha yangu imeondoka. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuja kurudisha furaha yangu tena, sababu nilipambana sana, nimeshindwa kufanya starehe, nimeshindwa kufanya kitu chochote. Mamangu akae naye pazuri pia, kwa sababu kutoka kwa nyumba udongo mpaka kuja kuishi pale ni kitu cha kumshukuru Mungu kabisa. Kwa hiyo mimi niseme tu nashukuru maisha ya mamangu, na alinishukuru pia, ndio kikubwa. Lakini sasa nilikuwa nampambania hayupo. Nyumba yenyewe ndio hivyo. Kwa sababu nyumba nilijenga kwa sababu ya wazazi wangu, yani bibi H pamoja na mama H. Kwa wakati mama H anaumwa, bibi ndio akajisikia vibaya kuona mwanae anaumwa, badala mwanae ndiye amuuguze yeye ndiye anamuuguza mwanae. Kwa bibi yangu akapata depression, ndio akafariki, ambaye ndo mke wangu. Sisi watu wakandaziwa bibi ni mke. Ndio maana hata wengi wasemaga sasa nimefiwa na mke. Kuna watu waliongea maneno ambayo hawajui mila za watu. Bibi ni mke. Kwa hiyo baada ya hapo nilibaki na mama, lakini na mama naye baada ya kuondoka na mama yake na kuwa katika hali nzuri. Kwa nilipambana naye siku zote kwa hali na mali. Nimepambana naye mpaka hatua ya mwisho. Mungu kampenda zaidi basi. Kwa hiyo mimi sasa hivi
sijui nitaishije, sababu upendo wangu ndo umeishia pale. Yani upendo wangu ndo umeishia pale, na utafutaji nilikuwa napambana sana kwa sababu ya wazazi wangu. Nguvu zote zilizokuwa unaziona nilikuwa napambana kwa sababu ya mzazi. Kwa hiyo hata kama kuna msanii alidiriki kunidhuru, nimemsema. Pamoja na yote, watoto wako walikuwa wakizungumza nini kuhusiana na wewe, labda kama wanahisi mezani kuwa pamoja na baba yao na kadhalika? Mimi wanangu wanaona nao sana na naongea nao sana, hakuna shida yoyote na hakuna shida kati ya mimi na Flora, hamna shida. Yani kikubwa tu ni kwamba mimi nikihitaji watoto wangu wanakuja, naongea nao na hakuna shida, nakaa nao, nasafiri nao, hakuna shida yoyote. Ndio maana hata ukiingia kwenye peji yangu nakuta muda mrefu mara nyingi nakuwa na watoto. Hata wakati bibi yao anaumwa walikuja pia kumpa pole na kumuguza wao pia, umeona. Kwa hiyo mimi niseme siwadai, mimi siwadai, nakubali upendo wao kwangu mimi, na mimi nakubali familia na maisha yao pia. Kwa hiyo siwezi kusema nianze kuingilia sijui hivi na hivi, hapana. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, sina neno. Sasa katika kukutana katika tukio hili, umeibua labda mazungumzo yote ya amani na elewano, au hata mpango wa kushirikiana kwa ajili ya malezi ya watoto wenu ambaye labda ni thabiti zaidi? Si hatuna shida, kila mmoja ana play part kwa watoto wetu. Mimi nikiwa sina, mama ana play part yake, na yeye akiwa na mimi na play part yangu, tunasaidiana. Mimi na yeye anahangaika na mimi nahangaika, kwa sababu kulea watoto, kusoma, kufanya nini si mchezo, ushaelewa. Kwa mimi sasa nimshukuru sana Flora kwa mapambano yake na watoto, mimi namshukuru sana. Hata mama yangu pia alikuwa mwepesi sana tukuzungumza na wajukuu zake na kuzungumza pia sasa na Flora, kwa sababu alikuwa anaona wajukuu ni wa kwake. Sasa atafanya nini? Acha tu ampigie simu Flora, ataongea sasa na wajukuu, atanipigia, nimamisa wajukuu, naambia wapigie, anawapigia, anaongea nao. Saa zingine sasa Flora nana wasafirisha wajukuu, wanakuja, wanamwangalia, wanamuona na nini, wanarudi hivyo akija wanaonana. Kwa hiyo mimi kwangu niseme tu namshukuru Flora, kwa sababu najua sio kila mwanamke unaweza naye anaweza kukupa furaha na kukupa nafasi ya utafutaji. Kwa mimi nimeendelea kutafuta na kupambana pia, na nashukuru Mungu. Ila sasa nilikuwa namtafutia ndio shida. Unajua bora hata sasa tungekuwa wengi, unasema mimi natafuta kwa sababu hata nikiwa sipo wadogo zangu nani. Sasa hivi sina tena kumtafutia, zaidi ya kupambana kuhusu watoto. Na watoto najua mimi nilichokifanya kwao, najua kabisa, na najua sidhani kama mbeleni watakuja kutangatanga, sidhani, kwa sababu najua nilichokifanya na najua nimefanya nini. Kwa hiyo kama niliweza kufanya kwa mama, basi najua kwa wanangu nimefanya kitu gani. Kwa hiyo ndio maana nakwambia nilikuwa nahangaika sana, napambana sana kwa sababu ya mzazi. Nimehangaika sana, yani nikiambia kuhangaika, mwe mnanielewa. Kumuguza mzazi miaka 5 si mchezo. Unajua kabisa kama kuna mtu ashaye kuguza analijua hilo. Kwa hiyo inafikia muda mpaka mashabiki waulize, sasa mbona utoe wimbo? Lakini mimi hizo nguvu za kutoa wimbo naanzaje? Nazitoa wapi kwanza? Kwa wale mashabiki zangu mnisamee, ambao mliona kama nilikuwa nimekaa kimya ni kwa sababu ya mzazi, na ndiye nilikuwa namhangaikia, sababu ninachokihangaikia yeye anatakiwa ale, anatakiwa apate matibabu, anatakiwa apate chakula pia. Sasa naendelee kupata dawa na nini. Kwa hiyo ndio maana sasa kuna muda watu walisi kama naongea kutafuta kiki. Mimi wanaambia tu kuna muda mimi sihitaji kiki wala sitafuti kiki. Inapofikia swala nikisema fulani kanikosea, sitafutaji kiki. Yaani muwe mnanielewa nikisema fulani kanikosea. Na ukiona anasema fulani niko naye sawa, ujue niko naye sawa sababu tunaheshimiana. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anajua alishafanya dhuluma juu yangu mimi, siku ya leo nimetoka kumzika mama yangu, mimi ni wasamee wote. Na yote ambaye nilimwambia na kudai, ama niliwahi kutangaza, ama ulielewa kuna mtu nilikuwa namdai, mjue leo naongea, nimetoka kumzika mama yangu, nilikuwa namdai kweli.
sina masiala kwenye kumdai mtu, nilikuwa namdai kweli. Kwa hiyo niseme tu nimewasamehe wote kwa siku ya leo, na nimewasamehe kabisa hapa mpaka huko kwenye safari yetu sote. Kwa hiyo mimi niseme tu hamtosikia, na nilisema tena 2026 simzungumzii msanii ambaye alishaye kunikosea. Sina muda wa kumzungumzia na hamtasikia namzungumzia, sababu nilisema 2026 simzungumzii mtu. Tapambana na maisha yangu, tapambana na mtu anayeniheshimu, tapambana na kazi zangu. Na kikazi alikuwa ananipa nguvu ni mama yangu, kanipa nguvu sana. Na hata juzi wakati natoka Mwanza nimefika Dar, akanambia mwanangu, nataka ufanye wimbo kama poteza kama Bubu, na wimbe na msanii ambaye mkubwa. Kwa nikafunga safari kutoka hapa mpaka Kongo Kinshasa. Nimefanya wimbo na rapper wa Kofi anaitwa Kiriku, na wimbo tayari, kila kitu tayari, ndio nilikuwa kwenye maandalizi sasa, lakini uzito ulikuwa mkubwa sana. Kwa nilipokea simu ya mama juzi imenivuruga kabisa. Na pia rafiki zangu wa karibu wanajua nimehangaika sana mimi kupata visa ya US, lakini majuzi hapa nimeshapata visa kwa sababu ya kuondoka. Lakini kwa msiba ndio mambo yote yashavurugika na tiba zote zishavurugika. Kwa hiyo niseme tu yote kwa yote, mimi namshukuru Mungu. Hechi, wasanii unaosema umewasamehe ambao wamekudhulumu kipindi hiki cha msiba, tangu umetangaza mama ameondoka, umepata hata simu zao? Wengi wamenipigia na wasanii wamekuwa mstari wa mbele sana kunisupport, na wanapambana kuchanga michango pamoja, kwa sababu tuna taratibu zetu kama wasanii. Mimi niwashukuru, nawashukuru sana na nawashukuru wote. Kikubwa tu ni kwamba tuzidi kumwombea dua mama Hamisi, mama Hechi, kwa sababu hakuna zaidi ya dua. Hivi vyote hivi vinapita, vyote maisha yote tunapita tu, umeona. Lakini hilo ni ngumu sana, kwa sababu ni maisha yangu ambayo niseme tu nimefurahi kuona tu wasanii wamekuwa mstari wa mbele wote, yani na marafiki wako nje wasanii wamenicheki wengi. Pia wasanii ndugu zangu wa Mwanza pia wameonyesha support kubwa sana. Mimi nimefurahi sana kuona unapona ndugu zako wa karibu wamesogea, ni furaha kubwa. Wasanii wa kuigiza, wasanii wa kuimba, nimefurahi sana kuona. Kwa hiyo mimi kwangu ni faraja kubwa, na wao wamekuja kuwakilisha wasanii wengine pia ambao hawakubahatika leo kuja, kwa sababu ya kila mtu ana ratiba yake. Huwezi kuingilia ratiba ya mtu, na siwezi kumlaumu mtu. Nasema tu tumemstiri mama Hechi vizuri, na ninawashukuru wote ambao hamkuja na ambao mmekuja pia. Ninawashukuru wote kwa pamoja, kwa sababu hata kama hujaja umeshiriki pia. Tukiwa tunamaliza hivi, kutokea Funika Kombe Mwanaalamu apite, mama ameshaondoka, tunaamini mwenye faraja mwingine ni mzazi mwenzio. Lolote linaweza likatokea. Na yuko hapa mbele ya waandishi wa habari. Tumwachie Mungu, kwa sababu mimi sio Mungu, mimi ni binadamu tu, na pia binadamu kaumbwa kwa mapungufu. Mimi na mapungufu yangu kama binadamu. Sasa siwezi kutoa hukumu ya bibie kumwambia fanya hivi, hapana. Mimi nachoweza kusema tu Mungu mkubwa, tuzidi kumwomba Mungu. Kikubwa watoto wetu wamekuwa kama hivi, tunapambana kuwalea Tanzanite Africa. Mimi nimshukuru mama yao, namshukuru sana, kwa sababu anapambana, kwa sababu anajua. Mimi napambana kwa sababu na mimi najua. Kwa hiyo mimi nimshukuru mama yao. Unajua sio kila mwanaume anaweza kubahatika kupata mtoto na mwanamke ambaye anajielewa. Wanawake wengi sasa hivi wamekuwa wana maisha ya kuigiza. Sasa maigizo yanakuja kuleta shida, na ukifata maisha ya kuigiza, maisha mtandao, mimi wanaishi mara mbili. Mimi ndio maana wanaambia watu kuna Hamisi, kuna Hechi Baba. Hata umemsikia mkuu wa mkoa anakuelezea kuhusu Hamisi. Mimi ni mtu ambaye namheshimu kila mtu, ushaelewa, namheshimu kila mtu. Alafu pili, tukija swala la Flora sio mpenzi wala kuwa sijui
pita sijui fanya nini. Ni wife, alikuwa mke, ni mke ambaye nimeheshimu, tuliheshimiana, lakini lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Mwisho ukifika hautaki kulazimisha. Nampenda, ananipenda kwa sababu tuna watoto, tunalea watoto wetu, tunapambana. Ana maisha yake, mimi naheshimu sana sasa maisha yake. Yeye mwenyewe anajua. Sijawahi kumsumbua kuhusu maisha yake. Yeye mwenyewe anajua mwanaume wewe huwezi kukutana naye. Wanaume wengi ni ving'anga. Atakusumbua, ataongea shit sana, lakini mimi siwezi kuongea shit kwa sababu namheshimu na ananiheshimu. Nimepokea na nimekubali. Nimesema asante Mungu na ninamuombea kila siku afanikiwe. Ninamuombea kila siku afanikiwe, na hata wale ambao mnatazama kwenye page ya Flora Mvungi, mumsupport kwa shughuli anazofanya.